Nisikilize kijana, umekuwa ukicheza katika anga zangu na mimi nakuangalia tu. Unahisi kama nakuogopa, sio? Nisikilize mdogo wangu, nikwambie. Naomba nikusimulie hadithi ndogo. Kuna mtu alikuwa anaitwa Hasani. Shogangu, yani kama Mungu leo tumekutana. Yani nilikuwa nakutafuta sana, napiga simu zako hazipatikani. Vipi kuhusu lile swala la mtoto? Kwa sababu nakumbuka mara ya mwisho tumekutana uliniambia kwamba unataka kumleta mtoto kwangu. Asa nimekaa nimesubiria sioni chochote kinachoendelea. Ni kweli tulikubaliana kuhusu swala la kumleta mtoto, lakini mimi niliona kama vile usumbufu, kwa hiyo nimeona nimpeleke kwa bibi yake. Maana hata kama ningemleta kwako, baba zake wangeendelea kunisumbua. Basi sawa, sio shida. Sasa kwa kuwa tushakutana hapa, itakuwa sio mbaya wewe ndio ukapaone kwangu. Kwa sababu sio mbali ni hapa. Kwa hiyo karibu sana, nisikie huru, nisikie uko nyumbani. Asante. Regina, nakumbuka mara ya mwisho nimekutana mimi na wewe. Ulijaribu kidogo kunisimulia historia ya maisha yako ya kijijini. Sasa kuweza kunimalizia kutokana na muda. Kwa hiyo, nahisi sasa hivi ni muda mzuri ambao tumekaa tumetulia. Kama itakupendeza unaweza kunimalizia hiyo story ilikuwa kwaje mpaka ikawa. Yes. Nimekuja hapa kwa kuna matatizo. Ni matatizo gani haya? Nilishakwambia kuwa huru. Unapohitaji chochote usisite kuniambia. Unasumbuliwa na nini? Mimi ni mjamzito. Na ujauzito sio wa mtu mwingine, wala sio wa mume wangu, ni wa kwako. Regina, unasema kweli? Regina, una mimba yangu? Usitake kunidanganya. Kama mimba ni ya kwangu, niambie ni ya kwangu. Na kama sio ya kwangu, niambie tu kweli. Kumbuka nakupenda. Tafadhali. Ni ya kwangu. Asante Regina. Asante sana. Lakini baada ya kuligundua ili mume wangu kanifukuza nyumbani, sina sehemu ya kuishi. Naomba unisaidie Mr. Kapuya. Asante sana Regina. Lakini pamoja na hayo yote, mimi nina safari. Naelekea nchini Marekani kikazi. Lakini nakuomba usihuzunike. Na wala hamna haja ya kulia. Nitakuachia kiasi cha pesa ambacho kitakusaidia kukusukuma kwa hizi siku ambazo mimi sitakuwepo. Na pia utambue kwamba nikipata likizo nitakuwa nakuja japo siku 2-3. Sioni haja ya kulia. Hongera. Nakupenda Regina.
Regina, kwa nini umenileta mahali hapa? Ndio mimi nimekuita hapa. Na shida, nataka tuzungumze. Shida gani? Unaweza kuniambia? Ndio. Mimi hapa nilipo, mume kanifukuza. Kwa nini amekufukuza? Amegundua kuwa unatoka na mimi au? Hapana, hajagundua. Mponda, mimi ni mjamzito. Sasa kama ni mjamzito, kuna tatizo? Tatizo liko wapi hapo wewe kuwa mjamzito? Kwa ujauzito sio mtu mwingine, ni wako wewe. Kwa baada ya kugundua akaamua nifukuze. Regina, una uhakika kuwa ujauzito ni kwangu? Ndio, ni yako. Okay. Unataka tufanye nini? Mpenda, mimi nahitaji msaada wako. Mungu nisaidie. Sina sehemu ya kwenda. Yaani wewe ndo msaada wangu mkubwa. Nakuomba. Naomba usikilize Regina. Kwa kuwa ujauzito ni kwangu na una uhakika kwa asilimia zote, basi sina budi kuweza kuulea, kuutunza na kuulinda mpaka pale utakapojifungua. Na nikuahidi tu nitamlea mtoto kwa nguvu zangu zote. Hivi basi usiwe na wasiwasi hilo. Sawa? Ndio hivyo shoga yangu. Kikweli nasikitika shoga yangu. Kwa hiyo hicho ndicho kilichokufanya mpaka ukafikia hatua ya kumfanya yule mtoto awe na baba watatu? Ndio. Mimi kama unavyoona. Lakini mimi naona afadhali bora nikumpeleka kwa bibi yake. Maana sasa hivi nasi utaweza kupata muda mzuri wa kufanya hata biashara. Shoga yangu, mimi nilikuwa nakushauri hapa ni mjini. Tafuta hela. Achana na mambo ya wanaume. Wanaume ni wazuri na ni wabaya. Leo ndio, kesho hapana. Yaani wanakuwa hawana msimamo. Akija leo atakuonyesha na mapenzi ya dhati. Ila akija kesho atakuja na sura nyingine. Kwa hiyo shoga yangu, acha kuishi kwa kuwategemea wanaume. Tafuta hela, anzisha biashara. Biashara yako ndio ndugu yako. Wanaume sio ndugu yako siku zote, ndugu yangu. Sawa shoga yangu, sijali kuhusu hilo. Mwenyewe yani ndo napambania sana swala kutafuta hela. Basi hiyo itakuwa nzuri zaidi. Kwa sababu ukiwa na chako, unaweza hata kutamba popote. Na chako wako ni tofauti na cha kupewa. Chako ni chako siku zote. Lakini cha kupewa, unaweza kupokonya muda wote na saa yoyote. Kwa hiyo ndio hivyo shoga yangu. Shemeji uko wapi? Sema kweli shemeji yako. Mwaga anatoka hapa asubuhi sana, anaenda kwenye mihangaiko ya maisha. Unajua tena hapa mjini, ukikaa ndani, sidhani kama unaweza kupata chochote. Ila hii ndio mida yake ya kurudi. Kama itakupendeza zaidi, unaweza kumsubiri hapa ili uweze kufahamiana. Hapana. Mimi mwenyewe muda ushaenda. Acha tu niende nyumbani. Nitakuja siku nyingine. Kwani kila siku ni mimi? Na mkosi gani? We dada, vipi, mbona unalia?
Yaani nakuona kabisa unalia alafu unaniambia kwamba haulii. Kinachokufanya ulie ni nini? Hapana dadangu, mimi niko sawa. Sasa hamna nini wakati nakuona kabisa wewe unalia? Ni kweli dadangu. Dadangu, mapenzi. Kwa hiyo dada yangu, yaani umekaa hapa barabarani unalia, unajidhalilisha, unaonekana kama chizi. Kumbe sababu inayokufanya ulie ni mapenzi. Hivi usawa huu ndugu yangu, kuna muda wa kulilia mapenzi tena? Yaani ushindwe kukaa chini ufikirie, utafute hela, umeki maisha, wewe unaanza kulilia mapenzi. Kabisa kweli? Sikiliza dadangu. Mimi nilikuwa na mtu wangu. Alikuwa ananisaidia kwa kila kitu. Kila nikimlilia shida yangu ananisaidia. Nikamwelezea rafiki yangu kuhusu yule mpenzi wangu. Tena rafiki yangu wa damu. Namwamini. Shida na raha tupo wote. Lakini cha kushangaza, yule rafiki yangu ameamua kumchukua bwanangu. Hivi dada, kwa nyakati hizi kweli kuna mambo ya kumwamini tena rafiki? Marafiki ni wanafiki. Labda nikwambie tu, kwenye mapenzi amnaga rafiki, na sio rafiki tu, hadi ndugu. Unapata wapi ujasiri wa kumwamini rafiki na kumwambia mambo yako yote yanayokuhusu? Hivyo ujasiri unaupata wapi ndugu yangu? Sikia nikwambie, we kama unataka kulia, nenda ndani kwako huko kajifungie. Kalie we, ukitaka lia kuanzia asubuhi mpaka jioni. Lia mpaka hasira ziishe. Lakini mambo ya kukaa hapa barabarani, msichana mtu mzima unalia, hebu acha hizo mambo, zishapitwa na wakati. Lakini pole, najua inauma. Na nadhani kupitia hili utakuwa umejifunza mengi. Na si kujifunza mengi tu, hata kwa marafiki pia utakuwa umejifunza ya kuwa rafiki sio mtu wa kumwamini. Nyanyuka basi uende nyumbani. Yaani wewe ambaye unaniletea mimi nyodo, dharau, unaniangalia kama hutaki vile. Ndo akuletwa hapa?
Naomba nikukumbushe, mara ya kwanza nimekuja nyumbani kwako ukanionyesha dharau, nikasema basi nipo kwenye himaya ya watu, nikajionyesha mjinga ili kusudi mambo yaende. Mara ya pili tunakutana barabarani, unakuja kunitambia mimi, na kwenyewe nikakustai tu, yakapita. Leo usifikirie kama ilivyokuwa hapo mwanzo. Leo umekanyaga pabaya. Sasa ngoja nikuonyeshe upande wangu hapa. Tulieni basi. Upendo wangu umekuwa wa kugawanya na sio kuzidisha. Angalau ingekuwa hesabu za kujumlisha, huenda ningekokotoa. Ila haya mafumbo kiukweli yananizidia. Maswali kwako mama, baba yangu ni upi? Unasema kanikataa, mbona ananitaka? Umesema anipendi, mbona ananifuata? Wapo watatu ndio nawafahamu, ila sielewi wala sifahamu kwa nini imekuwa hivi na kwa nini imekuwa vile. Mdomo koba na ufumba, maana mi bado mtoto. Ila ngoja nikue nitayatoa haya mapito. Mama nipende, usinikatae. Baba nibebe, usinikatae. Baba nibebe, usinikatae.